Hebu fungua pamoja nami katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9. Nikihubiri kuhusu Roho Mtakatifu. Nataka nihubiri kuhusu kumpokea Roho Mtakatifu ama kazi ya Roho Mtakatifu kwa maisha yetu na kwa anga zetu, and why you need to be born again the spiritual realm. Kwa nini unahitaji kuzaliwa mara ya pili katika ulimwengu wa kiroho? Bwana Yesu asifiwe. Lazima kwanza umpende Roho Mtakatifu wa Mungu. If you don't love the Holy Spirit of God, he will not come in you. Ama usipompenda Roho Mtakatifu wa Mungu, hawezi akakuja kwako. Matendo ya Mitume sura ya 2, we want to see when the Holy Spirit comes in us, vile analeta restoration ama analeta uregesho. Bwana Yesu asifiwe. Matendo ya Mitume, wale mnaandika uandike mara moja alafu funge kitabu, kwa sababu I just want to preach. Nataka kuhubiri. Tunaanza hapo katika kitabu cha Yohana 3:4 na 5. Yohana 3:4 na 5. Speaking about the baptism of the Holy Spirit. John chapter 3, 4 and 5. Urudi uandike kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 9. Tutaona vile Roho wa Mungu analeta kitu inaitwa transformation. Ana transform the man of sin. Anamleta the man of righteousness. Hallelujah. Anamgeuza mtu wa dhambi anakuwa mtu wa kutenda mema. Roho Mtakatifu akija juu yako, kuna vitu hutafanya. There will be no sin. Hautaweza kutenda dhambi. Utakuwa na obedience. Kevin, naomba unisikize vizuri. Wacha kuangalia huko chini. Emergency mnasumbua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nataka tuanze hapo 4 and 5. Matendo ya Mitume. Si Matendo, John 3, 4 and 5. Matendo ya Mitume ni chapter 9. Chapter 9 nitakwambia verse hapo tukifika hapo chapter 9. Pia utaenda katika kitabu cha Mark. Hapo Mark 1 and 8. Na nitasoma. Naomba mtumishi wa Mungu nisomee kwa Kiswahili. Anza kitabu cha John 3, 4 and 5. John 3, 4 and 5. John 3, 4 and 5 nasema hivi. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa? Akiwa mzee? Awezaje mtu kuzaliwa tena akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye? Awezaje kuingia kwenye tumbo la mamaye? Aweza kuingia katika tumbo la mamake na kuzaliwa? Mama mara ya pili sasa. Endelea. 5. Yesu akajibu. Amin. Nakuambia. Mtu asipozaliwa kwa maji na roho, hawezi kuingia kwa ufalme wa mbingu. First of all, tunaona kwamba kuna kuzaliwa kwa maji. What is to be born again in water? Maji, the water symbolizes repentance. Hallelujah. Maji inaashiria, ishara ya maji ni toba ama kutubu. That's why unapata kwamba many of the times we repent in the church. Naomba Bwana akaweze kutusamea, kwa sababu tunaweza kuwa tumetenda dhambi pasipo kujua. Bwana Yesu asifiwe. So wakati unapata kwamba watu wanatubu sana, that's a sign of repentance. But there is the baptism of the Holy Spirit, especially what Jesus Christ came to do or to bring to us. Alikuja kuleta upatanishi between man and God through Holy Spirit. Bwana Yesu asifiwe. Alileta upatanisho kupitia kwa mtu na kwa Mungu kupitia ubatizo wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Jambo la kwanza tunaona kwamba Roho Mtakatifu akisha kuja juu yako, analeta kitu tunaita hukumu. Analeta judgment inside you. Sio wanadamu wa kuhukumu, hapana.
Si pasa kuhukumu, hapana. Kazi ya pasa ni kuhubiri Injili. Roho wa Mungu akiwa ndani yako ni kukufanya utii. Amen. Anakuconvince because of obedience. That's the work of the Holy Spirit in you. Maana ako ndani yako. Isabu niko nasema kwamba Mungu yuko kila mahali. Yesu anasema kwa kitabu cha Revelation chapter 3 verse 20. Tazama ninasimama mlangoni, ninabisha, mtu akifungua nitaingia. Huyo ni Roho Mtakatifu wa Mungu. Maana Roho Mtakatifu wa Mungu akisha kuingia ndani yako, basi ni Yesu mwenyewe ameingia. Maana alienda mbinguni, wakati alienda mbinguni hakurudi tena kama Yesu, bali alirudi tena kama Roho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maana anawaambia wanafunzi wake kwamba ombeni ili babangu awatumie msaidizi ambaye atawakuja juu yenu na kuwafundisha mambo yote mpaka kuwakumbusha yale niliowafunza na mengine ambao amoyajui. Amen. So Roho wa Mungu akisha kuja ndani yako anakukumbusha yale ulifundishwa zamani. Najua hapa kuna watu hata ukiuliza mtu yale mafundisho alifundishwa wiki 3 zimepita hawezi kukwambia, maana Roho wa Mungu yuko ndani. Haleluya. Roho wa Mungu akiwa ndani yako uanga anakufundisha kitu inaitwa obedience. Ukiona mtu aniangalii pale, kuna simu nitachukua pale. Iko simu nitachukua pale niweke madhabahuni. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona mtu bado maybe ako kanisani na akumbuki vitu, ni kumaanisha bado hajampokea Roho wa Mungu. Ukiona mtu ambaye ni muoga, anasikia uoga, wakati anapoambiwa simama usalimiana ama you can preach, anaambiwa unaweza kufanya kitu fulani, huyo mtu bado hajampokea Roho wa Mungu. Bado anamdharau Roho wa Mungu. Haleluya. Maana Roho wa Mungu akisha kuja ndani yako, huwezi kuwa na mashaka. Utakuwa na imani. The Holy Spirit of God in us creates faith. Amen. Anatengeneza imani. He makes our faith to become more perfect. Ile imani ya kuamini, Roho wa Mungu akisha kuja juu yako, anakulazimisha kuamini ama kuamini kitu fulani itatendeka. Kuna mtu hata hapa saa hii nikimwambia kwamba ninaona utabarikiwa ujenge nyumba ya ghorofa 10, ataniambia pasa iwezekani. Haleluya. Kwa sababu anaona kule kuwa haiwezekani. Maana Roho wa Mungu bado hajamuingia akamfundisha hayo mambo. Amen. Hebu angalia katika kitabu cha Matendo ya Mitume 1 hapo 8 tulikuwa tumesoma. Matendo ya Mitume Matendo ya Mitume, soma Matendo ya Mitume chapter 2. Chapter 2. Maana Roho Mungu akisha kuja juu yako, unapokea kitu kinaitwa nguvu. You receive the power of God. Chapter 2. Matendo ya Mitume chapter 2. Anza hapo number 1. Matendo ya Mitume 2:1 nasema hivi. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste. Siku ya Pentekoste ilikuwa ni 40 days. Siku 40 baada ya Yesu kuenda. Baada ya siku 40, endelea hapo chini. Walikuwa wote pamoja. Kukaja ghafla kutoka mbinguni uvumi. Kama uvumi wa upepo. Kwa nguvu ukienda kasi. Ukaijaza nyumba yote. Mahali walikuwa wameketi. Namba 3. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Endelea. Wote wakajazwa na Roho Mtakatifu. Wakaanza kuongea na lugha nyingine kama Roho alivyowajalia. Fika hapo. Yes, kama vile Roho alivyowajalia kutamka. Bwana Yesu asifiwe. Now these people, they were in the same house, nyumba moja, kama vile tulivyo katika nyumba moja hapa. Amen. Lakini wakiwa mahali pale unexpectedly,
wakiwa hawatarajii ni wakati gani ama ni wakati gani ambapo Roho wa Mungu angetokea. Maandiko inasema kwamba wote wakajazwa Roho Mtakatifu, na kwanza kabla hawajajazwa, nyumba ile walikuwa ndani ikaweza kutetemeka, kukakuwa na mtetemeko. And the Bible says they were all filled with the Holy Spirit, na wakaongea na lugha nyingine kama vile Roho alivyowajalia. Na ukisoma pale chini utapata kutoka hapo kaanza kuhubiri injili ya Mungu na nguvu sana bila kuogopa. Lakini mwanzoni kabla Roho Mtakatifu kuja walikuwa na ubiri na uoga. Amen. Walikuwa na ubiri na uoga, walikuwa confused, wajui tafanya nini, kwa sababu wanaweza wakatua, kwa sababu walikuwa wanaogopa. Because kulikuwa na sheria nyingi sana zilikuwa zimetoka katika nyumba ya kifalme kwamba waliomwamini Yesu Kristo wauliwe. So walikuwa katika nyumba wakijifungia, wakiogopa watu. Lakini baada ya hiyo siku 40 Roho Mtakatifu akakuja akawajaza wote, wakaanza kuhubiri injili kwa nguvu. Amen. Na ukisoma kutoka mahali pale unaona kwamba miujiza mingi ikaanza kufanyika. Watu wakawa wanapona, viwete wanatembea, magonjwa sugu wanaponywa. Kwa sababu already Roho wa Mungu alikuwa amewakalia. Alikuwa amewafanyia transformation. Wakakuwa si wanadamu tena, mbali ni malaika wa Mungu walikuwa ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. Roho wa Mungu akiwa ndani mwako, hauwezi kuwa unasikia kama unabeba mizigo mizito. Amen. Unasikianga amani. Peace of God is always in you, because the Spirit of God is in you. Kevin, acha usingizi. Hallelujah. Yesu asifiwe. Roho wa Mungu akisha kaa ndani mwako, utafanya vitu ambazo si za kawaida. Analeta hukumu ndani yako. Si pasa kuhukumu au mwinjiliza kuhukumu. Injili ya repentance, it is because of sinners. Amen. Tukiwa pale nje tukihubiri injili ya toba, tunahubiria watu wenye dhambi wabadilike. It is not because of the righteous people, it is because of sinners. Wakiamini injili wanabatizwa saa hiyo hiyo kwa Roho Mtakatifu, alafu maji ni baadaye. Kwa sababu Yesu ndiye mkubwa kuliko nani? Kuliko Yohana Mbatizaji. Yesu ndiye mkuu. Amen. So kwanza unapokea Roho Mtakatifu, alafu baptism inakuja baadaye. Hakuna kitu, unajua hauwezi kubatizwa kwa maji kwanza. Lazima kwanza upokee Roho Mtakatifu, alete hukumu ya dhambi ndani yako, then from there unaenda kubatizwa katika maji ukijua nini unafanya. Sasa ukipeleka mtu kwa maji, umwambie umembatiza, amekuwa transformed in life, atatoka bado ataenda kuguza wasichana matiti. Bwana Yesu asifiwe. Atatoka hapa ataenda kufanya mambo yaeleweki, kwa sababu hakuna conviction ama hakuna ile convince ya kwamba amesamehewa dhambi. Hakuna. Kwa hivyo atafanya kitu chochote. Yeye anataka tu kubatizwa kwa sababu anasikia watu wanabatizwa, wakibatizwa ndio wataingia mbinguni. Hakuna kubatizwa hata uko umebatizwa aje. Hata uko umewekwa kwa maji mara 10. Kama bado ulibatizwa kwa maji na unatenda dhambi, that is not baptism. It is not perfect. Yesu anasema kwamba asipo